بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا الأمين أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Tutakuwa na masaa chache sana, au kama zitarefuka basi ni kwa mujibu wa maelezo ya Sheikh kwamba tunatumia kitabu ni Minhaj Muslim cha Sheikh Abi Bakr Jabir Al-Jazairi. Napo tuangalia katika mlango wa adab, katika mlango wa pili fil adab, na tutajikuta katika fasli ya Waalaikum salam, katika fasli ya 7. Katika fasli ya 7 ambapo tutaangalia adabu al-ukhuwati fillahi wal hubbi wal bughd fihi subhanahu wa ta'ala, adabu za ulugu ulioungika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuchukia kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala. Huu ni katika msingi miongoni mwa misingi ambayo dini yetu imetuwekea, au Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea Waislamu, atuwekea dhawabit ya kwamba pale mtu anapopenda kumpenda yeyote katika Waislamu wenzake, basi afanye hivyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kabla ya kuingia moja kwa moja kwenye fasli, kuna baadhi ya mambo sisi kama wanadamu, hasa Waislamu, tunatakiwa kuyatambua na kuelewa kwamba yana faida kwa nafasi yake katika mujtamaa wa Waislamu, kama mambo ya kufahamiana na kuchukuliana kama vile mtu ambavyo asili yake ilivyo, na maanisha kuwa na elimu ya kumtambua mtu kisaikolojia, elimu ya kumtambua mtu kisaikolojia ambayo inaweza ikakufidisha wewe kumjua huyo mtu ambaye unaamiliana naye asili yake. Akiwa anafanya mambo, basi utakuwa unajua kuna mambo haya anayofanya kwa sababu huyu kimaumbile yuko hivi. Kuna namna ya kuamiliana na wanawake, kuna namna ya kuamiliana na wanaume, watoto, vijana, wazee, na kila mmoja katika hali yake ya kimaisha. Vile unavyoishi naye maskini ni tofauti na unavyoishi naye tajiri, kulingana na hali za kimaisha walizokuwa nazo. Kuna baadhi ya mambo mtu anayofanya huenda ni athari ya kisaikolojia aliyokuwa nayo, si kwa sababu anapenda kufanya hivyo. Kwa hiyo namna ya kuamiliana na watu hao inategemea na ile hali yake aliyokuwa nayo. Sasa tuingie moja kwa moja kwenye fasli. Anatueleza Sheikh anasema, almuslim bihukmi imanihi billahi ta'ala, muislamu kwa hukumu ya imani yake aliyokuwa nayo kwa Allah aliyetukuka, anasema la yuhibbu idha ahabba illa fillah, hapendi pale anapopenda isipokuwa anatakiwa kupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. wala yubghidhu idha abghadha
illa fillah, na wala hachukii pindi anapochukia kumchukia mtu, bali anachukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni msingi ambao tumewekewa katika Uislamu, kwamba yule ambaye wewe unamchagua kwamba huyu ni rafiki yangu, mimi nampenda, basi iwe mapenzi yenu ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala sio unamchagua mtu anakuwa rafiki yako na unadai unampenda eti kwa sababu ana mali. Alaykum salaam. Kwa hiyo anasema wali annahu la yuhibbu illa ma yuhibbu Allah wa rasuluhu. Kwa hakika mambo yalivyo ni kwamba hapendi Muislamu isipokuwa kile anachokipenda Allah na mtume wake. Kwa katika kuchagua rafiki umfanye ni wa kuamiliana naye, basi angalia ni katika marafiki ambao kwa mujibu wa maelezo ya dini anapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Rafiki huyo utamjua kwa mienendo yake ya kitabia. Anasema wala yakrahu illa ma yakrahu Allah wa rasuluhu, na wala hachukii isipokuwa yule ambaye anachukiwa na Allah na mtume wake. Wa huwa idhan bihubbillahi wa rasulihi yuhibbu. Kwa hivyo sasa, kwa kupenda Allah, kwa mapenzi ya Allah na mtume wake, na yeye pia anapenda. Wa bibughdihima yubghid, na kwa kuchukia kwao Allah na mtume wake, na yeye pia anachukia. Allah subhanahu wa ta'ala anampenda muumini yule ambaye anaishi na kuchunga katika hali ya kuchunga mipaka ya dini yake, anapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Jana tumesoma baadhi ya sifa za mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala, nakumbuka Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda watu wa aina hiyo, wale ambao wanajilazimisha kuishi katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe Muislamu unatakiwa upende kumpenda yule ambaye imethibitika kwamba ana dalili za kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa daliluhu fi hadha, na dalili iliyowekwa katika msingi huu qaulu Rasul sallallahu alayhi wasallam alisema, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman. Yule ambaye atapenda kwa ajili ya Allah na atachukia kwa ajili ya Allah na akatoa kwa ajili ya Allah na akazuia kutoa kwa ajili ya Allah, basi kwake yeye imekamilika imani. Yani kuna ile hali ya utimamu wa imani katika nafsi yake, na hiyo ndio hali ambayo anatakiwa kuwa nayo muumini. Ampendi mtu katika wale ambao wanaamiliana nao isipokuwa kwa ajili ya Allah, na hao ambao watakuwa wanaamiliana nao ikiwa ni watu ambao watachumpa mipaka wakaiacha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi yeye anatakiwa kuwachukia na kujitenga nao. Lakini pia muumini atoe kile anachotoa katika mali zake au nguvu zake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala asifuje mali zake. Muumini atoe kwa ajili ya Allah pale panapohitajika juhudi yake, ima nguvu au mali, basi atoe akitaraji kwamba kila anachokitoa atakikuta mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama kuna ulazima pia wa kuzuia, azuie kila anachokitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna ulazima wa kuwasaidia watu wa bid'a. Yani mtu uko ametoka na itikadi zake za kimaulidi na kupinga zake baadhi ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, anachuki na watu wa sawa, ataka kujenga msikiti. Na mtu kwa sababu anawashwa na mali zake, basi wala angalini nani wa kumsaidia, ili mradi tu ametaja neno msikiti anatoa.
hao sio watu wa kusaidiwa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katoa mwongozo juu ya kuamiliana nao hao. La'ana Allahu man awa muhditha. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema amelaaniwa yule ambaye atatoa sapoti yake kwa ajili ya watu wazushi. Kwa hiyo mwanadamu hasa Muislamu atoe kwa ajili ya Allah, na pia azuie mali yake asiitoe kwa kuifuja kwa watu waovyo, azuie kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akiwa katika hali hizo, basi huyo atakuwa katika hali ya ukamilifu wa imani. Wa binaan ala hadha, na yamejengeka au umejengeka juu ya msingi huu, fajami'u ibadillahi salihin yuhibbuhum almuslim wa yuwalihim. Wa binaan ala hadha, na imejengeka juu ya msingi huu, fajami'u ibadillahi salihin, waja wa Allah wote ambao ni wema, waja wema wote wa Allah, yuhibbuhumul muslim, wanapendwa wao na Waislamu au wanapendwa wao na Muislamu, wayuwalihi. Lakini pia wajami'u ibadillahi alfasiqin, na wale waja wa Allah ambao ni mafasiq waovu, an amrillah, wanaofanya uovu, wanaopingana na amri za Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi, na amri za mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wasallam, yubghidhuhum wa yu'adihim. Basi hao Muislamu anatakiwa kuwachukia na kuwafanyia uadui. Msingi huu wa kupenda na kuchukia kwa ajili ya Allah umejengwa katika swala hili, au umejengwa katika swala hili la kwamba waja wema wote wa Allah watapendwa au wanatakiwa kupendwa na Muislamu, na wale waovu wanatakiwa kuchukiwa na kufanyiwa uadui na Muislamu. Baida anna hadha, isipokuwa jambo hili, baida anna hadha, isipokuwa jambo hili la kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah, au jambo hili la kuwapenda waja wema na kuchukia wale waovu. Anasema baida anna hadha khairu mani'un lilmuslim, hiki sio kizuizi kwa Muislamu an yattakhidha ikhwanan asdiqa fillahi ta'ala, sio kizuizi kwa Muislamu kumfanya ndugu katika wale ambao ni wakweli wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yakhussuhum bimazidi mahabbatin wa widadi, akamhusisha yeye, akamfanya yeye, au katika waja wema akamhusisha, au katika hao wa kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamhusisha katika kumzidishia yeye mapenzi na kumpenda. Ni kwamba wale ambao wanaishi katika takwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kizuizi ukamchagua mmoja ukamfanya ni rafiki au mpenzi, au wote kati yao, alafu ukawahusisha baadhi yao kwa baadhi, ukawazidishia mapenzi zaidi. Hiko sio kizuizi, hakuna kizuizi katika hilo, kwamba katika watu ambao wanaishi katika takwa, katika masalafi wenzako, ukamfanya mmoja ukamzidishia mapenzi zaidi na ukampenda zaidi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio kizuizi. Sio tunaelewana? Yaani msingi huu haujajengewa kwamba wote lazima uwe nao katika mahaba sawa. Hapana, unaweza kuchagua wote unawapenda lillahi, lakini unaweza kumchagua mmoja au baadhi kati yao akawa ni rafiki mkubwa sana katika maisha yako. إذ رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في اتخاذ مثل هؤلاء الإخوان, amependekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuwachagua mfano wa hawa ndugu wal asdiqa na wakweli katika kuwafanya marafiki. Biqaulihi, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, almu'min ilfun ma'lufun, muumini anatakiwa kuwa katika hali ya kuzoeleka. Ilfun ni mzoefu, ma'lufu na mwenye kuzoeleka. Yani muumini ni mtu ambaye anatakiwa kutambua na kutambuliwa katika hali ya kuamiliana na watu, azoeleke kwa watu, au ni mzoefu na mwenye kuzoeleka. Wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf, hakuna khairi kwa yule ambaye
hazoeani na watu na wala hazoeleki, kuna kheri kwake. Yani yeye haishi na watu vizuri, hajulikani kwa watu, beki hapendi, hakuna kheri kwake. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam, inna hawla al-arsh manabir, hakika pembezoni mwa arsh kuna manabir. Manabir ni wingi wa mimbar. Kuna mimbari pembezoni mwa arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mimbari, kuna manabir min nur, zinazotokana na nuru. Alaiha qaumun, juu ya hizo manabir kuna watu, libasuhum nur, nguo zao ni nuru. Wa wujuhuhum nur, na nyuso zao ni nuru. Laisu bi anbiya wala shuhada, hao watu walioko katika hizo mimbar zilizozunguka arshi ya Allah sio katika manabii na wala sio mashahidi. Yaghbiduhum an-nabiyyun wash-shuhada, wanatamani nafasi zao manabii na mashahidi. Manabii na mashahidi wanazitamani nafasi za wale ambao wamekaa katika arshi, wamekaa katika manabiri zilizozunguka arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalu, wakasema masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam pindi walipoambiwa maneno haya, ya Rasulullah, sifhum lana, ewe mjumbe wa Allah, basi tusifie hao watu tuwajue. Faqal, asema mtume sallallahu alaihi wasallam, almutahabuna fillah, hawa ni watu ambao wamependana au walipendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walmutajalisuna fillah, na wakakaa katika vikao vyao, wakakaa kwa ajili ya Allah. Walmutazawiruna fillah, na wakawa ni wenye kutembeleana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kilichowafanya wapendane bali ni Allah, na hakuna kilichowafanya watu wakae katika vikao vyao bali ni kuzungumza juu ya Allah, na hawakutembeleana bali ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hao ndio watu ambao watapewa tunu na Allah ya kukaribishwa katika arshi yake, wakakaa katika zile manabiri ambazo zimezunguka arshi yake. Hapa tunajifunza kujifunza katika hadithi zilizotangulia au katika maelekezo pia ya shekhe yaliyotangulia, kwamba Muislamu kuna namna anavyotakiwa kuwa na kuna namna ambavyo anatakiwa kuishi katika hali ya kuamiliana na wale ambao wamemzunguka katika maisha yake, hasa wale wema, katika hali ya kupendana nao. Na katika alama za kupendana ni watu kukaa pamoja na kutembeleana. Yaani sio unamtafuta rafiki yako katika mji wake, baada ya kuwa ulienda kwenye huo mji kufuata demu, tembelea bwana ndugu yangu. Acha unafiki, mtembelee. Ila hakuna kinachokutoa nyumbani kwako kwenda kwa mwenzako, basi ni mapenzi tu ambayo mmependana kwa ajili ya Allah subhanahu. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam, na kauli yake sallallahu alayhi wasallam aliposema, inna Allah ta'ala yaqul, hakika Allah aliyetukuka anasema, haqqat mahabbati lilladhina yatazawaruna min ajli, yani hakika mahaba yangu. Allah anasema katika hadithi hii, nayo ni hadithi al-Quds, yani hakika mahaba yangu kwa wale ambao yatazawaruna min ajli, wanatembeleana kwa ajili yangu, wanafanyiana ziara kwa ajili yangu. Wa haqqat mahabbati lilladhina yatanasaruna min ajli, na yamehakikika mahaba yangu kwa wale ambao wanafanyiana nusra kwa ajili yangu. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhillu illa dhillihi, watu saba au sampuli za watu saba
atawafunika Allah subhanahu wa ta'ala katika kivuli chake, katika siku ambayo hakutokuwa na kivuli bali ni kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala. Akawataja katika aliowataja, akafikia kuwataja wale ambao wamependana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema wa rajulani tahabba fillah fajtamaa ala dhalika wa tafarraqa alayhi, wale watu wawili ambao wamependana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, walikuwa pamoja kwa ajili ya Allah, na walipokuja kufarakana basi walifarakana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana mmoja anapotoka katika taa ya Allah, basi mwingine atakuwa kusimamisha misingi, kusema nilikupenda kwa ajili ya Allah kwa sababu ya ucha Mungu, kwa sababu ya sunna, lakini umekuwa mzushi, mimi naagana na wewe. Huko ndio kupendana na kuachana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, inna rajulan zara akhan lahu fillah, hakika ya mtu alimtembelea ndugu yake ambaye alipendana naye au alimpenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa arsala Allahu lahu malakan, akamtuma Allah kwake yeye malaika, akashusha malaika Allah kumwendea yule mtu ambaye alikuwa anatembea kumtembelea ndugu yake. Faqal, akasema yule malaika kumwambia yule ndugu yake, yule ndugu anayetembea kumwelekea ndugu yake, aina turid, unakusudia kuelekea wapi? Yule ndugu akasema, uridu an azura akhi fulani, na kusudia kumtembelea ndugu yangu fulani. Faqal, sema yule malaika, lihajatin laka inda, kuna hitajio juu yako kwake yeye, kwamba unaenda kwa ajili ya kutaka kitu fulani? Qal, akasema yule ndugu, la, akasema hapana. Qal, liqarabatin bainak wa baina, unamtembelea kwa ajili ya kujikurubisha tu, yani kwa ajili ya kutengeneza ukaribu tu baina yako na baina yake? Qala la, sema hapana. Qal, fa bi ni'matin laka inda, basi ni kwa neema yoyote kwako juu yake, au kuna neema yoyote ambayo yeye anayo wewe unahitajia? Qala la, sema hapana. Qal, akauliza yule malaika baada ya kuwa yote hayo ameyakanusha, fabima, sasa ni kwa nini wewe unamtembelea yeye? Qal, sema yule ndugu, uhibbuhu fillah, mimi yeye nampenda tu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, akasema yule malaika, fa inna Allah arsalani ilayka, hakika ya Allah amenituma mimi wewe, ukhbiruka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyah, ili nikujulishe ya kwamba yeye Allah anakupenda wewe kwa kumpenda wewe ndugu yako. Wa qad awjaba laka aljanna, na amewajibisha Allah kwa wewe pepo kwa sababu tu ya mapenzi ambayo unayo kwa wewe ndugu yako. Fa shartu hadhihi al-ukhuwa, shartu la ndugu huu, an takuna lillahi wa fillah, ndugu huu umekuwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kingine kilichounganisha, si kwa fadhila au mali aliyokuwa nayo mmoja wapo. Mwingine akasema, ndugu yangu kwa vile ana mali basi nami niwe rafiki yake na mimi nipate kitonga. La, bali ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na urafiki unaoungika kwa ajili ya mali haudumu, kwa sababu kunyonywa ni kwa mmoja, lazima asite. Anasema kila siku natoa mimi, hiyo haiwezekani, lazima asite. Kwa hiyo ndugu ambao unaungika kwa ajili ya maslahi fulani haudumu, ni wenye kukatika muda na wakati wowote. Anasema, wa shartu hadhihi al-ukhuwati an takuna lillahi wa fillah, bihaythu takhlu min shawaib ad-dunya wa alaiqiha almadiyya, pale ambapo ndugu
umetakasika kutokamana na changamoto za kidunia, lakini pia umetakasika kutokamana na nini, na yale mafungamano ya kimaada, kwa maana mtu anampenda ndugu yake kwa maslahi fulani, kwamba labda ana mali kama hivyo,